Ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu, subscribe Moka Media, kisha bonyeza alama ya kengele kuruhusu notifications. Usisahau like, kushare na comment kwa ajili ya taarifa zaidi. Moka Media. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, anatarajiwa kuwa mgeni rasmi kwenye kilele cha Siku ya Mazingira Duniani ambayo kitaifa itafanyika jijini Dodoma Juni 5 mwaka huu. Akitoa taarifa ya maadhimisho hayo ya Siku ya Mazingira Duniani, meneja wa Baraza la Taifa la Hifadhi na Usimamizi wa Mazingira NEMC kanda ya Morogoro na Rufiji, Bwana Arnold Mapinduzi, amesema kauli mbiu ya mwaka huu inasema mazingira yetu na Tanzania ijayo, tuwajibike sasa, dhibiti matumizi ya plastiki. Ni kwa nini kauli mbiu hiyo inakuja? Dunia sasa hivi, duniani kote, matumizi ya plastiki yameongezeka sana. Na matumizi yanapoongezeka, ina maana taka zake na zenyewe zinaongezeka. Lakini swala sio tu taka zake kuongezeka. Matumizi haya yana changamoto, taka zake zinavyokuwa zinazagaa ovyo au tunavyoshindwa kuzidhibiti. Ndio sababu dunia na nchi tunaelekezwa kwamba tudhibiti matumizi ya plastiki, tudhibiti taka za plastiki. Ni kwa nini sasa tunasema taka hizi za plastiki zina madhara kwenye afya zetu, kwa wanyama, kwa mifumo ekolojia, kwenye ardhi na hata kwenye miundombinu ambayo ni muhimu katika mazingira yetu tunayoishi katika miji yetu. Kwa mfano hapa Morogoro, manispaa yetu ya Morogoro. Na kinachokuwepo kwanza kinaanzia kwenye asili ya kinachotengeneza plastiki. Plastiki imetengenezwa kwa moja ya kemikali inayotumika ni kemikali inaitwa BPA, bisphenol A, ambayo ni kemikali hatarishi kama ikiachiwa ikitoka. Na ile ndiyo inayofanya kwamba plastiki inakuwa plastiki. Inakuwa haipitishi maji na inakuwa haipitishi hewa. Kwa hiyo inasaidia kuhifadhi vitu. Kemikali hii ikitoka, kuna hatari kwamba binadamu akizitumia kwa muda mrefu inaweza ikasababisha au ikachangia kwenye changamoto za kiafya. Hii ni kwamba plastiki wanasema ikizikwa ardhini inakaa miaka 400 mpaka miaka 500 kuweza kuoza, na kimsingi sio kuoza kabisa. Pale ni kwamba zinachambuka mpaka zinabakia chembe ndogo, hizo microplastics. Na hizo microplastics zikichukuliwa na maji au mifumo yote ile, ina maana zinaenda tena kuathiri hawa viumbe maji, na hivyo vinatuathiri sisi wenyewe. Lakini vile vile inaathiri mzunguko wa hewa. Afya ya udongo ni pamoja na mzunguko wa hewa, ili viumbe walioko kwenye udongo ambao nao wana umuhimu wake katika afya ya udongo pamoja na mazao viweze kustawi. Kama hakuna mzunguko wa hewa, mazao pia hayatastawi, yote ya chakula na viwanda. Kwa hiyo unaona namna ambavyo inaathiri hata usalama wa chakula, lakini vile vile uzalishaji kwa ajili ya mazao. Kwa upande wake, afisa mazingira mkoa Morogoro, Bwana Dawson Jeremia, amesema maadhimisho hayo kimkoa yatafanyika halmashauri ya Morogoro katika eneo la Kinole kuanzia tarehe 1 mwezi wa 6, huku siku ya kilele yatafanyika eneo la Mvuha, huku Bi Elehoze Malisa ambaye ni afisa mazingira manispaa Morogoro naye akieleza utaratibu wa maadhimisho hayo. Kimkoa, kwa sababu halmashauri nyingi sana, lazima tuchague eneo moja ambalo tutaweza kushirikiana ili kuweza kuhakikisha kwamba tunaadhimisha maadhimisho hayo. Na eneo ambalo limechaguliwa na mkoa ni halmashauri ya wilaya ya Morogoro. Halmashauri ya wilaya ya Morogoro iko kule, makao makuu yako kule Mvuha, na ndiko mkoa utaadhimisha, pamoja na kwamba halmashauri zote zitaadhimisha katika maeneo yao kama ratiba walizotuletea kwenye mkoa, lakini mkoa wenyewe utashiriki kule halmashauri ya wilaya ya Morogoro. Na maadhimisho katika eneo hilo la Morogoro yataanza rasmi kuanzia tarehe 1, na tarehe 1 mpaka tarehe 4 takuwa kule Kinole. Kule Kinole kuna eneo kubwa sana ambalo wanaishi wananchi wetu na wanatunza sana mazingira. Na katika kuhifadhi na kutunza mazingira katika maeneo hayo, mkoa
umekuwa ukiendelea kuhamasisha hasa mazao ya misitu, lakini misitu ya kiuchumi au yale miti ambayo ya kiuchumi. Kwa hiyo katika eneo la Kinole wamekuwa ni kinara ambao wanahakikisha kwamba wanatunza na kuhifadhi yale mazao ya misitu ya kiuchumi, na nishukuru sana taasisi ya Bonde la Wamiruvu ambao wamekuwa wakisapoti sana katika maeneo hayo, lakini pia na RUWASA pia kuhakikisha kwamba maji yanapatikana kule maeneo hayo na wanaweza kutunza mazingira. Na kule kuanzia tarehe 1 mkoa utakuwa kule kuendelea kuhamasisha utunzaji na uhifadhi wa mazingira, hasa katika kupanda miti ya mikarafuu na miti ya mikokoa ambao ni zao zuri la hifadhi wa mazingira, lakini pia ni zao la kiuchumi. Lakini pia tutapanda miti ya mbao. Kwa hiyo kuanzia tarehe 1 mpaka tarehe 4 shughuli kubwa itafanyika kule Kinole ni kuhakikisha kwamba tunapanda miti ya mikarafuu lakini na miti ya mikokoa na kuhakikisha kwamba tunahifadhi mazingira. Na tunashukuru taasisi mbalimbali ambao wanaendelea kusapoti kupatikanaji wa hiyo miti. Iko miti ya kutosha na wananchi wamehamasika sana na wanaendelea kutunza maeneo hayo kwa kupanda hiyo miti ambayo tumeisema. Lakini siku ya kilele ya tarehe 5 tutakuwa pale makao makuu ya wilaya pale Mvua, na tutakuwa na shughuli mbalimbali zikiwemo panga asubuhi kwamba watakuwa na jogging, takimbia kidogo kuhakikisha kwamba mili inakuwa mizuri tunapoenda kwenye kuadhimisha. Lakini pia tutakuwa na kufanya usafi katika hospitali ya wilaya pale Mvua. Lakini pia kutakuwepo na upandaji wa miti pia katika vyanzo vya maji. Pale Mvua kuna mto mkubwa sana unaitwa mto Mvua. Sisi manispaa tuna vitengo viwili vya mazingira. Kitengo kimojawapo ni kitengo cha udhibiti wa taka, ambapo ndani yake kuna udhibiti wa taka za plastiki. Na hicho kitengo huwa kinajihusisha na swala zima la kuhamasisha jamii kuhusu usafi wa mazingira, lakini pia kinadhibiti kwa maana ya kusimamia sheria kwa wale ambao wanakuwa wanakiuka sheria ya usafi wa mazingira. Na pia baada ya siku ya usafi wa mazingira tarehe 1, tarehe 2 Jumapili kutakuwa na mapumziko. Tarehe 2 na tarehe 3 tutaendelea na zoezi la uhamasishaji wa swala la usafi la uhamasishaji wa mazingira, ambapo ajenda kuu pia itakuwa ni swala la usafi wa mazingira ikiwemo udhibiti wa taka za plastiki. Ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu, subscribe Moka Media kisha bonyeza alama ya kengele kuruhusu notifications. Usisahau like, kushare na comment kwa ajili ya taarifa zaidi. Moka Media.